Ayatollah Khamenei, Ali Larijani, Ali Shamkhani hawataki kuyarudia katika Mujitaba Khamenei. Kwa Mujitaba Khamenei amekuwa ni kiongozi ambaye akitoa mwelekeo wa kitaifa, lakini akiwa haonekani hadharani. Na hiyo hapo ukitazama imepelekea ngumu kabisa kwamba kujua Marekani na Israeli nani ambaye amekuwa kiongoza nchi ya Iran. Wengine wanasema isije kaa kwenye shambulio, alijeruhiwa sana ndio maana anaendelea kujificha. Kabisa zipo taarifa kwamba inataja kwamba Mujitaba Khamenei alishambuliwa, lakini sasa tangu tukio la kwanza linapotajwa kwamba alishambuliwa hajaonekana hadharani. Kwa sababu hatuwezi kuthibitisha kwamba yupo wapi au anafanya nini. Yes. Ili linaendelea kumuongezea imani kwa Wairani ambao wakiangalia baba yake ambaye ni mtangulizi, yeye alisema mimi kujificha hapana, lakini yeye amechagua kuendelea kutoonekana hadharani. Kabisa na kulikuwa kuna huo mtanziko kati ya kikosi cha kulinda mapinduzi IRGC dhidi ya Ayatollah Khamenei kwa sababu kabla Ayatollah Khamenei hajafariki, kumbuka aliuliwa kipindi anafanya kikao cha baraza la usalama, kwa sababu kumbuka kulikuwa kuna mazungumzo ya kutoka Omani na mazungumzo ya kule Switzerland. Kwa hiyo baada ya mazungumzo kufeli, Ayatollah Khamenei alikuwa anaongoza kikao cha baraza la usalama. Alikuwepo yeye, mkuu wa usalama taifa, katibu wa baraza la usalama. Sasa wakina Ali Shamkhani walimshauri kwamba kwa hali jinsi ilivyo, tunakuomba tukafanye mazungumzo haya kwenye makambi ya kijeshi kule Maandaki. Kwa hiyo yeye alivyokataa ndio shambulio pale likasababisha Israeli na Marekani kuweza kufanikisha. Kwa sasa kwa uongozi mpya huu unaona wazi kabisa kwamba hatuwezi kuendelea kufanya makosa kama ya mtangulizi wetu ambao kimsingi aliuliwa kishahidi. Sawa. Huyu ni Godfrey Mchungu, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini kiupekee ni miongoni mwa takriban watu milioni 15 mpaka 20 ambao wametajwa wameshiriki katika tukio zima la mazishi ya Ayatollah Khamenei kule nchini Iran, lakini tukio ambalo limefanyika kwa takriban siku 6 likihusisha baadhi ya miji ya Iran pamoja na Iraq. Sasa hivi amerejea na tumekuwa naye hapa kwa uzoefu alioshuhudia. Kwa sehemu ya kwanza tumeangalia zaidi tukio la mazishi ya Ayatollah Khamenei, lakini tutakaporejea katika sehemu ya pili na ya mwisho tutaangalia yanayojiri hivi sasa yakihusishwa pia na kinachoendelea nchini Iran na mzozo kati yao pamoja na Marekani na eneo zima la Mashariki ya Kati. Mimi ni Raymond Nyambwihula. Kwa kawaida tunafanya uchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa, lakini kwa leo bado tukiendelea kulimulika zaidi eneo la Mashariki ya Kati, hususan mzozo ambao pengine hatima yake bado haionekani kati ya Iran na Marekani, na tukiangalia yanaendelea kujiri hivi sasa. Sehemu ya kwanza tumeangalia zaidi tukio la mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa la Iran, huyo ni Ayatollah Ali Khamenei, na katika sehemu hii ya pili tukiendelea kuwa na Godfrey Mchungu ambaye ametoka Tehran, Iran kwenye mazishi hayo. Tuangalie sasa yanayojiri katika taifa hili la Iran na haya ambayo yameshuhudiwa hivi karibuni. Mchungu, tumeona wakati wa tukio zima la mazishi, wakati mwili wa Ayatollah ukipitia katika maeneo mbalimbali, miongoni mwa ujumbe ambao umekuwa ukijitokeza mara kwa mara na sauti zinazopazwa ni za kulipiza kisasi. Watu wakaanza kutengeneza mashaka kwamba hii inatengeneza taswira namna gani katikati ya mazungumzo ya Iran na Marekani, lakini dakika chache baada ya hapo tunaona wajamaa wamerejea tena kwenye kupigana. Hii maana yake ni nini? Kabisa, na wananchi wengi wa Iran kwa kweli wanataka kuweza kulipa kisasi kwa kiongozi wao. Na nchini Iran unafahamu kabisa kwamba wanawake wamekuwa wana hadhi kubwa sana kwenye jamii, na wanawake wengi utazama katika nchi ya Iran wamekuwa wakisema wazi kabisa kwamba tunahitaji kuweza kulipa kisasi dhidi kwenda kwa kiongozi wetu. Kwa sababu ni kwamba inatengeneza mtanziko kati ya Irani, Marekani dhidi ya Israel. Lakini zaidi sana ni kwamba hata ukitazama Abbas Araghchi wamesema wazi kabisa kwamba ni kwetu tumepoteza kiongozi wetu, lakini bado tunahitaji kuweza kulipa kisasi. Kwa hiyo katika nchi ya Iran bado kuna hiyo hoja kwamba sisi tumeshambuliwa, sisi tumechokozwa. Na wao wamekuwa wakisema wazi kabisa kwamba wanasema kihistoria tangu himaya ya Uajemi wao ndio wameanza kuchokozwa. Mataifa mengi kutazama imekuwa yakiwachokoza katika nchi ya Iran. Kwa sasa kuna shambulio la kuuliwa kiongozi wao ambao kwa kweli kutazama amezikwa na zaidi ya watu milioni 42, maana ni kwamba wanaweza kulipa kisasi. Sasa hicho kisasi ukitazama kienda kupelekea mtanziko kati ya Marekani, Israeli pamoja na, kwa sababu kumbuka kabisa kwamba bado mazungumzo kipindi yamekuwa yakiendelea. Na kipindi msiba unaendelea, Rais Trump alikuwa katika nchi ya Uturuki katika kikao cha NATO na alitoa maonyo makubwa kwamba hao Irani wanataka kunifanyia, wanataka kuniua ukitazama. Maana ni kwamba bado kuna hiyo antagonisti kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini zaidi sana ni kwamba nafikiri kwamba Marekani wamefanikiwa sana
kuweza kushepu mtazamo wa dunia kuhusu Iran, kwa sababu kumbuka vyombo vyao vimekuwa vina nguvu dhidi ya Iran. Taarifa zao wamekuwa, kwa mfano Trump amekuwa akisema yeye, akijibu yeye, kila kitu anatoa yeye. Maana ni kwamba sasa mtazamo wa dunia kuhusu Iran umekuwa ukijengwa dhidi ya mtazamo wa magharibi. Lakini kimsingi kwa nchi ya Iran wao umesimama kabisa kwamba tunahitaji kuweza kulipa kisasi, kuweza kulipa kisasi cha shahidi wetu Ayatollah Ali Said Khamenei. Picha unazoziona hivi sasa ni baadhi ya ndege za Marekani lakini pia hata za Iran zikionekana katika baadhi ya maeneo katika siku za hivi karibuni baada ya kuibuka hilo joto la kupigana kwao. Na ndipo hapo watu wanajiuliza ikiwa wameamua kukaa meza moja na kushirikisha baadhi ya nchi katika kutafuta suluhu ya mzozo wao, mazungumzo haya bado yanaendelea kuwa na maana katika hali hii ambayo tunaona sasa Iran inashambulia, Marekani inashambulia, na Marekani akija na ujanzito kwamba kuna mpango wa kumuua Rais Donald Trump. Kabisa, na kwa kweli inatengeneza mtanziko mkubwa, kwa sababu hata spika wa bunge la Iran ambaye sasa hivi ndo anakuwa anaongoza delegation ya kufanya mazungumzo kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran, amesema wazi kabisa kwamba ili uweze kufanya mazungumzo na Marekani unahitaji kuweza kujiandaa kwa vita. Kwa hiyo Iran vile kutazama bado wamekuwa wakijiandaa kwa vita, na tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba Iran kwamba walikuwa washajiandaa, yani walikuwa wanasema wazi kabisa kwamba walivyofuata Afghanistan, Iraki, Palestina, Hezbollah, walikuwa wanasema kabisa kwamba siku moja itakuwa ni zamu ya Iran. Kwa hata Iran kutazama wamekuwa wakijiandaa dhidi ya kuweza kufanyiwa uvamizi. Lakini kwa kweli kwa jiografia ya Iran, uzalendo, historia, namna ambavyo walivyojengwa, nafikiri kabisa kwamba wapo tayari kuweza kulinda nchi yao. Maana hata ukizungumza na wanawake ambao wengi kutazama elimu yao ya juu, wapo tayari. Yani walikuwa wanatushangaa sisi, kwa nini mnaogopa vita? Kwa nini mnataka kuondoka? Kani hata siku 14, lakini wao kutazama kwamba wapo tayari kupigania nchi yao. Kwa hiyo kifo chake nafikiri kwamba kimetafsiri na kutengeneza mashahidi wengi ambao wapo tayari kupambana na kulinda taifa lao. Mashambulizi haya mapya ambayo tumeyashuhudia kwa takriban siku 2-3 hapa karibuni, mashambulizi ya anga sana sana yakifanywa na Marekani yakilenga baadhi ya miundombinu ya Iran, lakini Iran yenyewe ikifanya majibu ama malipizi kwa kuziangalia baadhi ya nchi ambazo zinaonekana ni maswaiba wa Marekani. Iran inasema ni mashambulizi ambayo yameshasababisha raia wao 17 kuuawa. Unaiona dalili ya watu kweli katika haya mazungumzo kufikia hatua tusishuhudie hiki kinachoendelea kufanyika hivi sasa? Wanachofanya Marekani na Israeli ni kujaribu kama ni kusabotage, yani kuharibu na kulegeza uchumi wa Iran, kwa sababu uchumi wa Iran kwa kweli umejengwa bila kutegemea ufadhili kutoka nje. Na jana kutazama wameweza kupiga daraja ambayo inaunganisha kati ya China, Urusi pamoja na Iran. Maana ni kwamba ni kwenda kuharibu uti wa mgongo wa nchi ya Iran. Maana ni kwamba sasa bado mashambulizi ya Iran pamoja na Marekani dhidi ya Israeli yamekuwa ni mashambulizi ya kimkakati. Takupa mfano mmoja Raymond, kwamba Waisraeli waliweza kushambulia mojawapo ya chuo kikuu bora nchini Iran, kinaitwa Sharif University. Ni mojawapo ya vyuo ambavyo vilikuwa vikizalisha wanasayansi wao wenyewe. Lakini zaidi sana tukafika, kwa mfano kuna moja ya taasisi kubwa inaitwa Pastore. Pastore ni taasisi ya kufanya tafiti kuhusu magonjwa. Kwa mfano Iran ni mojawapo ya mataifa machache ambao walizalisha dawa ya corona kwa mfano. Lakini zaidi sana wamekuwa wakifanya tafiti kuhusu ukimwi, kwa mfano, kuhusu magonjwa ya ini. Kwa hivyo vituo kitazama vyote vimeshambuliwa. Maana ni kwamba mashambulizi ya Israeli kwenda kwa Iran yalikuwa ni mashambulizi ya kimkakati. Yaani wapi? Mahali ambapo ni uti wa mgongo wa afya, kwa mfano masuala ya usalama na uchumi waweze kushambulia. Kwa kweli ni vita ambayo kitazama imekuwa ina mgongo wa nyuma, nyuma yake, na kwamba ni kwenda kuharibu uchumi, kwenda kuharibu uti mgongo mchumi na kwenda kuharibu mustakabali wa nchi ya Iran. Lakini kwa kutazama kijiografia, utayari wa wananchi, namna ambavyo kifo kinatafsiriwa kama ni kishahidi, nafikiri kabisa kwamba inaweza ikapelekea vita kubwa sana ambayo ikapelekea mtanziko kune ulimwengu. Tumemwona Rais Donald Trump wa Marekani miongoni mwa mashinikizo anayotoa hivi sasa, anataka Iran iseme wazi kwamba eneo la mlango bahari wa Hormuz ni eneo ambalo liko huru na kutakuwa na mashambulizi. Lakini awali umemtaja waziri wa mambo ya nje wa Iran, naye ameonekana sasa hivi kwa Muscat, Oman, akifanya mazungumzo hayo kuhusiana na mustakabali wa eneo hili. Kwa nini litupiwe macho sana? Mlango bahari wa Hormuz kwa Iran wanasema hii ni nyonga, ni kama ni kabari ya dunia. Yaani mahali ambapo kama wakiufunga na kuna mabomu ambayo kimsingi yametegwa chini, inakuwa dunia nzima inakuwa hizo kufanya chochote. Maana ni kwamba sasa ni sehemu ambapo wao wamekuwa wakitegemea zaidi. Na turufu kubwa kutazama ya Iran kuna dunia ni jiografia. Ukiacha kwamba wana watu wengi, wana uzalendo, wana utaifa, wana historia, lakini turufu yao kubwa kimsingi ni jiografia. Wapo kwenye mahali ambapo
kama wakiamua kufanya maamuzi yote inakuwa ni shida, sio tu kwa Marekani, mtu kutoka Tegeta, kutoka Buza, kutoka Kinondoni. Tumeshuhudia hapa karibuni kabisa. Maana ni kwamba sasa jiografia yao imekuwa ikiwapa turufu kwenye siasa za kijiografia. Na hiyo ndio imekuwa ni hoja kubwa kwamba je, mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kufungwa, ipi ni hatima ya dunia? Lakini Wairani wanasema wazi kabisa kwamba hata kwa mfano maeneo ya Oman ni maeneo yao ya kihistoria, wanasema wazi kabisa. Baadhi ya visiwa vya Umoja wa Falme za Kiarabu ni baadhi ya visiwa vyao kutazama, lakini kutazama kwa sababu ni mojawapo ya nchi kubwa katika ukanda wote wa West Asia. Maana ni kwamba sasa bado wamekuwa wakitumia turufu ya jiografia kama sehemu ya mkakati kwenda kulinda, kuendeleza na kupigania maslahi yako. Maana ni kwamba mlango bahari wa Hormuz itakuwa ni sehemu ya msingi ya mapambano, na ukitazama ni kwamba ni eneo ambalo lipo kusini katika bandari ya Abbas, nchi ya Omani na nchi ambazo kimsingi zimekuwa zikipishana nao. Kwa kweli naweza kusema kwamba na tulivyokuwa kule walikuwa wamefunga anga katika maeneo ya kusini. Ndege zote ambazo kimsingi ambazo zinaingia zinapita kwenye maeneo ya kaskazini. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mlango bahari wa Hormuz itaendelea kuwa ni center ya mapambano dhidi ya Irani, Marekani pamoja na Israeli. Na kwa kuwa wao wanamiliki mlango bahari wa Hormuz, imekuwa inawapa ushawishi. Ukipima mizania kwa mfano ya uchumi wa Irani katika namba makaratasi, Waisraeli wamepita mbali zaidi, Marekani wamepita mbali zaidi. Lakini je, kwa nini wameendelea kustahimili? Maana ni kwamba wapo kwenye eneo la kimkakati ambao inawapa turufu kuliko wengine. Sasa wakati tunamalizia mjadala wetu huu, ukiangalia mwelekeo wa mzozo wa Marekani na Iran, ukitathmini mazungumzo ambayo yamefanyika mara kwa mara na bado yanaendelea kufanyika, nini ambacho kiuchambuzi unaweza ukakiacha kama tafakari muhimu ambayo tunapaswa tuiangalie hivi sasa katika kuipata ile hatima ya kweli ya mzozo wenyewe na utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati? Yes, kwanza ni kwamba cha kwanza kuna huu msiba, Iran wamefanikiwa kutuma ujumbe duniani. Wameonyesha kwamba wao ni taifa ambalo kiongozi wao alikuwa anapendwa, ukiacha zile propaganda za kimagharibi. Lakini la pili, sasa binafsi nikitazama kama mchambuzi, tunaingia kwenye phase nyingine ya mapambano, kwa sababu upande wote wa pili, upande wa Marekani malengo yao hajatimia, upande wa Israeli malengo yao hajatimia. Wairani wenyewe kutazama bado wapo tayari kuweza kulipigania taifa lao. Maana ni kwamba sasa kutokea sasa inawezekana tukaingia kwenye hatua nyingine ya mapambano ya kiuchumi, vita ya mafuta na vita kuhakikisha kwamba nani anaendelea kulimiliki eneo la Mashariki ya Kati. Kuna kutunasua kwenye hili? Hapana, hakuna kutunasua kwa sababu ukitazama kwa Wairani jinsi walivyo, kwa kweli ni watu ambao wana ustamilivu, yani wapo tayari kutazama kuweza kustamilia au kuwa wavumilivu kwenye taifa lao. Kwa kweli sioni kama mataifa mengine yanaweza kutunasua kwenye mtego ambao dunia imekuwa kama imepigwa kabari katika uchumi. Sasa itakuwaje? Lazima patikane mshindi, kwa sababu kuna masuala ya vita, mtu ambaye anakuwa mfilia lazima mmoja aweze kupigwa. Sasa kwa Iran jinsi ulivyo, wakianzisha vita wapo kijiografia, wapo karibia na Saudia, Oman kutazama, Uturuki kutazama, Falme za Kiarabu. Kwa hiyo jiografia yao imekuwa ikiweza kupelekea catastrophe katika eneo nzima. Kwa kweli, je, hizi nchi za Mashariki ya Kati zitakubali kuweza kuharibia uchumi wao pamoja na msaada wa Marekani dhidi ya Israeli? Kwa kweli ndio maana nasema kwamba bado naona mapambano tukielekea katika miezi mitatu ambayo kimsingi inakuja, na kwamba lazima apatikane mshindi kabisa. Ni mtazamo wa Godfrey Mchungu, mchambuzi wa kimataifa ambaye tumemwalika hapa leo mahususi kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao hivi karibuni walikuwa kule Tehran nchini Iran kushuhudia mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Ametushirikisha uzoefu wake, lakini kiuchambuzi anaendelea kutokea